Wapendwa katika Kristo, tunapomshukuru Mungu kwa mambo mengi katika maisha yetu, hasa wakati wa Pasaka, kwa zawadi kubwa ya ukombozi wetu, tumebahatika kuunganisha siku ya leo tukimshukuru Mungu kwa baraka zake kupitia masista wanaofanya kazi hapa jimboni kupitia umoja wao. Tunamshukuru Mungu Mwenyezi kwa kutujalia fursa ya kuadhimisha jubilea ya miaka 26 sasa. Ilikuwa mwaka jana 25, ilikuwa ndio imelengwa kwa uwepo wa Sisters Union of the Archdiocese of Arusha SUA hapa Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Ibada hii ilikuwa ifanyike mwaka jana, lakini kutokana na vurugu za Oktoba 29 ilishindikana. Basi leo hii tunaweza kuifanya shughuli hii. Tumshangilie Mungu na kumshukuru kwa baraka zake. Kwa hakika limekuwa jambo jema na la kupendeza kumshukuru Mungu kwa uwepo na kwa utendaji wa umoja wenu hapa jimboni Arusha. Wapo walioanza umoja huu na wengine mkajiunga mlipofika Arusha kuanza utume wenu. Tumshangilie Mungu kwa furaha kwa jubilea miaka 25 tunafika. Ni jubilea ya fedha, chombo ambacho kinatumika pia, yaani fedha, kufanya utume. Tunatakieni baraka na mafanikio kwenye mipango yenu ya kupata fedha pia za kutosha kutunza, kuendeleza wanachama na pia kufanya utume wenu kwenye nafasi mbalimbali mlizonazo. Jubilea ya fedha inaalika fedha. Kwa hiyo mnapoombwa fedha, mkijua kwamba tayari mna jubilea nini ya fedha. Mtoe fedha kwa wingi, watoto watawa wasome, nyumba zenu ziboreshwe, mipango ya shirika ieleweke katika misingi halali ya fedha za halali vile vile. Jubilei tunafahamu ni tendo la kumshukuru Mungu kwa mema aliyotutendea kwa kipindi hasa cha miaka 25, miaka 50, 75, 100, 125, 150 na kuendelea. Ndio maana mashirika mnaadhimisha miaka 125 tangu mlipoanza, miaka 140 na sio hivyo hivyo. Kwa hiyo ni muda maalum wa kumwambia Mungu asante, lakini pia ni muda wa kujipanga. Mungu akitujalia fursa zaidi, tunafanya nini? Malengo yetu tunayakabidhi kwake ili atuwezeshe kuyafikia katika mpango wake. Tunaadhimisha jubilei hii tukiangaziwa na masomo ya liturujia ya leo, juma la pili la Pasaka, tunapoendelea na kutafakari kwa siku 50 mpaka Pentekoste, zawadi ya ukombozi katika maisha yetu. Pasaka ina nini? Inatuambia nini? Pasaka inatugusa vipi na kutukomaza namna gani? Sio kuadhimisha tu, bali tuhesabu kwamba mwaka wa 2026 tumewezeshwa kuwa pamoja, tukaona mshumaa wa Pasaka ukiwashwa, na mshumaa huu ni alama ya Kristo katika maisha yetu, akiondoa vurugu zote na giza lote na kutufungulia njia mpya ya matumaini. Katika somo la kwanza tunasimuliwa habari za ukuaji, growth, ukuaji wa jumuiya ya kwanza ya Wakristo. Walipoanza walikuwa wachache, wakaongezeka idadi. Wanafunzi waliongezeka idadi yao, pakawa na Wayahudi wa aina mbili. Wayahudi wa Kiyunani, wale ambao walizungumza
Kiyunani. Hawa sio wale ambao waliongea lugha ya Yesu, ila ni Wayahudi ambao walikulia kwenye mazingira ya Kiyunani. Hawa wakawa ni Wayahudi wa Kiyunani, hawakuzama katika desturi na mila za wenzao Wayahudi wa Kiebrania. Wakiebrania wengine ni mitume Petro na wenzake. Hawa walikuwa bado wanavutiwa na desturi za Torati, sinagogi na mambo mengine ya Kiyahudi, taifa la Mungu, taifa la Yesu mwenyewe. Haya ni makundi mawili, waliokulia kwenye mazingira ya Kiyunani na wale wa Kiebrania. Palipo na wawili, changamoto hutokea: lugha, tafsiri namna ambayo labda sio sahihi. Kwa hiyo mawasiliano ni muhimu sana kwa watu ambao wanafanya umoja, tangu kwenye ndoa, kwenye familia. Pasipo kuwa na mawasiliano ya kuweka wazi, kichwa chako kina mambo yake, cha mwenzako vivyo hivyo. Mkiwa na mawasiliano mazuri, mnasafiri pamoja kwa uzuri, bila kuambiana, bila kuelezana na kufafanuliana. Mtu anatafsiri mwenzake labda kwa namna ambayo sio sahihi. Kwa hiyo manung'uniko yalitoka kwa Wayahudi wa Kiyunani walipoona kwamba wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku, ni chakula, mavazi na mambo kama hayo. Wakaona ihtilafu, naona kuna upendeleo, wakanung'unika. Wakafanya nini? Wakanung'unika. Kunung'unika maana yake nini? Ukitaka kujua maana ya kunung'unika, mkamate labda nyuki, umweke kwenye debe, alafu usikie sauti yake na kuwahi. Hakuna ujumbe wowote isiyokuwa kelele tu. Basi kwa ndiko kunung'unika. Unanung'unika. Unaponung'unika, ndani mwako kuna washwa jambo fulani. Unaanza kuona kwamba nguvu zinapotea, utayari wako unapunguka. Unaponung'unika unavunja moyo. Unaponung'unika daima huwezi kuimarika hata siku moja. Sasa hilo lisipofanyiwa kazi upesi, huzaa makundi kwenye ngazi yote ile, jumuiya yote ile. Tukisha ruhusu manung'uniko yatembee miongoni mwetu, malengo hayatafikiwa. Basi hawa mitume walikuwa wepesi kweli kuona hali hiyo. Waliita mkutano wa wanafunzi wote na kuwaeleza ukweli kwamba kuna changamoto. Jamani, tuna nia njema kabisa, na hii changamoto tuifanyie nini? Waliwaambia wazi, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Hatukukaa na Yesu kwa miaka 3 tukifundishwa kuandaa meza na kugawanya vijiko na nyama ziongezwe, na hapana, haifai. Miaka 3 ya seminari walikaa kule, wakatayarishwa mambo mengine sio hayo. Basi ndugu wakawaambia, chagueni watu 7 miongoni mwenu. Hawakuwachagua wenyewe, hapana, chagueni. Na demokrasia fulani kwenye mambo ya kanisa pia, chagueni, ili watu wawachague watu, lakini wakaelekezwa sifa gani hao mtakaowachagua awe nazo. Aliwaambia watu wema. Viongozi wanapaswa kuwa watu wema, hawana dukuduku na tamaa za ulafi, tamaa za urushi, za upendeleo. Ni watu wema ambao wanawatakia na kuwatendea wengine wema. Sifa ya kwanza hiyo. Na sifa ya pili, wenye kujawa na roho herufi kubwa, sio roho herufi dogo, roho herufi kubwa, Roho Mtakatifu. Mungu aongozwe na matashi ya Mungu, yaani kwa haki, wasimamie haki bila kusema huyu ni mfupi, mrefu, ni wa kwangu, ni wa kule. Hapana, Roho wa Mungu
amewajaza hao. Maana yake nini? Roho Mtakatifu aongoze taratibu zao na huduma zao zisikanyagwe ama kupondwa na udhaifu wa kibinadamu, za upendeleo, mambo ya urushi. Sifa ya pili hiyo. Ya tatu ni hekima, kwani mpangilio, mambo ya Mungu yakae kwa Mungu. Hekima ndio hiyo, kupanga mambo yaende katika taratibu zake. Haya ni matakatifu, haya ni ya ulimwengu, haya ni ya huduma, haya ni ya haki. Hekima, tusichanganye mambo ya milele na mambo ya muda. Hekima wawe nayo, wakawaambia kwamba ili tuwaweke juu ya jambo hili la huduma, tupate viongozi ambao wako makini, ni wema, wenye roho na hekima, wakabidhiwe majukumu hayo. Ili sasa mitume wafanye nini? Tutadumu katika kuomba, maisha ya huduma za kiroho, yaani kusali, sakramenti, kufundisha watu, kuelekeza watu katika mambo ambayo yanahusu roho zaidi. Tuachie haya kimwili kwa watu wengine, na kulihudumia lile neno. Wametayarishwa na wametumwa wakaeneze neno la Mungu. Sasa kama tabidi wakae mezani tena ama wakasiafashia wakafanyia mambo mengine shambani huko, hapana, hawakutayarishwa kwa lengo hilo. Ndio maana kwa kuzingatia haya maagizo ya mitume, walichokifanya wao ni mfano kwetu. Ndivyo huduma ya ushemasi ilivyoanza. Yesu hakuweka ushemasi, lakini hitaji la kanisa lilihitaji mashemasi wawepo. Walichaguliwa Stefano, Filipo na wenzao wengine. Ukiangalia majina yamechanganya Wakibrania na Wayunani, ili kwa mchanganyo huo, kwa umoja huo, waweze kuelewa namna ya kuwatumikia na kuwahudumia wajane na wahitaji wengine. Lengo lilikuwa ni nini? Kuwawezesha mitume wafanye kazi yao, kusali na kufundisha neno. Ndio kazi ya mapadri, mashemasi na maaskofu, sio kwenda kukimbizana mambo ya nguruwe, kuendesha shule kule na wapi. Hapana, hiyo sio kazi hiyo. Wametengwa kwa kazi nyingine, lakini wanahitaji wasaidizi watakaofanya hayo mambo kwa unadhifu na kwa usahihi. Ndugu zangu, mgawanyo wa majukumu na roho ya ushirikiano, hayo mawili, mgawanyo wa majukumu na roho ya ushirikiano, ni muhimu katika kuwahudumia watu. Nani afanye nini? Lakini ushirikiano, sio kwa kuwa nyinyi mnaangalia hii sehemu hii basi mbaki hivyo, msiingiliwe, msiambiwe, msiulize maswali. Hapana, majukumu yapo kwa lengo la ufanisi na ushirikiano. Pale ambapo unatakiwa utoe ushirikiano kwa mawazo, mawaidha, au kwa kufanya tathmini au michango mbalimbali ambayo itafanikisha majukumu hayo, tuwe na huo ukarimu. Wapendwa wa masista, umoja wenu kwa hii miaka 25 mpaka mwaka jana 26 sasa, umewapa fursa ya kufahamiana na kushirikishana karama zenu, na hivyo kuboresha utendaji na ukuaji. Iko tofauti ya kuweka matofali mahali yanakaa hapo, ama wanyama wanakaa kwenye kundi lao wanakuwa hapo. Sasa sisi ni tofauti, binadamu. Tunapokaa pamoja twajifunza kwa wengine. Tunapojikuta tunasema sisi tu hatukui, inaitwa ni inbreed, yaani uko ndani tu. Kiangalia kuna kondoo wengine ukiwatazama mikia amechongoka kama karoti, kwa sababu kuna jambo la inbreed. Hakuna mawazo mapya hapo, kuna ile kukonda tu.
lakini wenyewe atakwamba tuko salama, hajatafuliwa na yote yule, mko mmejifungia namna ambayo hamkui. Kumbe huu umoja ni fursa ya kukua. Tunafanya hivi, wenzetu wanafanya vile. Kujifunza kwa wengine ndiyo hekima. Kwa hiyo umoja huu sio kwa wale viongozi tu wanakutana mara chache, hapana. Unakutana lakini kushirikisha pia kundi zima ili tukue pamoja, kufahamiana. Wewe unafahamu shirika lako, sawa, na ni vizuri na ni muhimu ufanye hivyo, lakini usiwe tu kipofu kwa kila mwingine, utashindwa kutoa ushirikiano usahihi. Lengo la kuwa na mashirika ya kitawa ni kuwezesha ufalme wa Mungu uenee kwa mataifa yote ulimwenguni. Na kama mko Arusha, mmekaa mahali pamoja, mmekaa hapo miaka yote hiyo, hamjaenea popote, mko pale pale tu, mjiulize maswali, hivi kweli tunaenea? Tumekaa pale tunaangaliana tu, inakuwaje? Kueneza ufalme ni outreach program, unatoka nje ya wewe, ili eneo hilo ambalo umeshaona kwa macho yako, ama kwa kushirikishana mawazo na mwenzako, naambia hivi, nyie mnapokaa kule kwenye ngambo ile mnapitia changamoto gani? 1 2 3, naunganika pamoja, twende tukapaone huko, labda pia na sisi tunaweza kupata utume mahali fulani, kwa jimboni, hata nje ya jimbo. Hapa nchini Tanzania mahali pengi, majimbo mengi yanateseka kweli, wanakosa wahudumu ambao karama iko kwenye shirika lako, hamjafika kule. Tunakuja mpaka tualikwe. Sasa hiyo ni njia moja ya kualikwa. Njia nyingine ni kutafuta fursa za utume pia huko. Utume wenu unachangia uenezi wa Injili kupitia roho na karama ya shirika lako. Hiyo roho na karama vikusudiwi vikae tu jenga ngome, unahifadhi karama, unahifadhi roho ya shirika, sivyo. Utume unatumwa, nenda ulimwenguni mkafanye kazi ambayo Kristo amekuja kuifanya. Ndio maana kuna hatua za malezi ili wanachama waelewe sahihi maisha wanayochagua yanalenga nini, kwamba maisha ya utawa ni tofauti na maisha ya Ukristo wa kawaida. Waelewe hilo, tofauti kabisa, kwamba katika utawa mambo ya msingi ni kutumika na kutumikia kwa karama na roho ya shirika. Ndivyo kanisa limetoa kibali shirika liwepo, likiamini kwamba kwa njia hiyo mtafikisha huduma stahiki kwenye maeneo mbalimbali kwa kupitia na kuongozwa na shirika lenu. Na mfano wetu ni Yesu mwenyewe, kwamba alifanya na aliagiza, akituambia ukitaka kuwa mkamilifu. Hii ni njia ya ukamilifu, sio njia ya kawaida. Kwa hiyo usije kama mtawa unakaa kama Wakristo wa kawaida. Hapana, umeshachagua njia ya ujasiri, unajituma kwa ziada. Unafanya kwa ziada kwa sababu umetamani ya ziada ya kijasiri. Unahitaji nguvu na neema. Ndio maana ya sala mfululizo, nafasi za kutafakari, muda wa mafungo, semina mbalimbali, ili ujiimarishe katika mambo hayo. Anatuambia Yesu kwenye Injili ya Marko sura ya 10 aya 21, ukitaka kuwa mkamilifu, ambalo ndilo lengo la mtawa, enenda ukauze ulivyo navyo vyote, sio nusu wala sio robo. Unaacha kitu fulani kwa kaka yako, kwa mjomba kule, akuwekee kama tahadhari, kama sitafika basi ikibidi nirudi nikute kuna hazina wapi mahali fulani. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu hajasema hivyo, wala malezi ya kitawa sawasawa hajasema hivyo.
labda makwazo ya wanaofanya hivyo watafanya wanaokuja nyuma yao wafanye kama wao. Lililo mbele yetu ni hili kwamba enenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape nani? Maskini. Uwape maskini, na sio maskini wa kuchagua. Unakuwa unapendelea maskini fulani tu pale, kila siku maskini wako ni pale unahudumia pale maskini, lakini unaongozwa na ubinafsi, sio maskini unaotakiwa. Nawe utakuwa na hazina mbinguni, palipo na moyo wako ndipo pia hazina yako umeificha pale. Kwa hiyo anasema utakuwa na hazina mbinguni, kisha when you are empty, wakati huna tena chochote isipokuwa nafsi yako sasa ambayo iko huru, sasa njoo nifuate. Uko tayari kunifuata? Injili ya Marko sura ya 10 aya 21. Kumfuata Yesu kwa ukaribu zaidi haimfanyi mtu asipitie misukosuko ya maisha. Kuna biashara fulani hivi, nikikupatia ufadhili nikaonesha pendo kwako, basi nategemea unipe vile vile ufadhili na pendo. Pendo kwa pendo, tumezoea hiyo ndio biashara yetu. Sasa natuambia misukosuko pia ni sehemu ya ufuasi, tutaipitia kama kawaida ya maisha ya kawaida. Haitapendeza. Hebu kumbuka kwa mfano Yesu mwenyewe. Yesu alipitia misukosuko tangu lini? Tangu akiwa tumboni. Tangu akiwa tumboni mwa mama yake, mahali pa kuzaliwa palikuwa changamoto. Nani hapa alizaliwa pangoni kwa wanyama? Nani alizaliwa kwenye hori la wanyama? Nyosha mkono wako. Wewe ulizaliwa kliniki gani? Ama swingi nyumbani, ngine nyumbani, lakini kwenye hori kabisa la wanyama la ng'ombe. Sasa huyu Yesu alipitia tangu akiwa tumboni. Ilikuwa na changamoto. Yosefu na Maria kidogo angeachana pale, na habari hizo. Mahali pa kuzaliwa shida, horini. Utume wake haukuwa wa kirafiki sana, haikuwa rahisi. Mashambulizi tangu mwanzo. Anasema mtoto unafahamu wa Yusufu, anatuambia mambo gani haya? Mambo nayo tena haeleweki. Wamemtafuta kumwangamiza tangu mwanzo mpaka mwisho, wakafaulu kumuua. Mwisho ulikuwa mgumu kweli, ugumu wa kutisha. Amesalitiwa na mojawapo wanafunzi wake, amekaa nao kwa miaka 3 akiwafundisha. Huyu mojawapo ndiye anamsaliti, ndiye anamkana. Wengine wakakimbia wakamwacha peke yake, kama vile hakuandaa watu walio karibu naye. Aliachwa peke yake, hata kufia msalabani, kifo cha aibu. Alimlia Mungu tu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Akahisi hata Mungu amemwacha. Sasa huyu ndiye, sio amta mume wako, sio mchumba wako, sijui mnamuita nani, ndio Yesu ambaye anafuata. Sasa tafakari safari yake hiyo. Anachofanya anategemea kikusaidia uimarike ndani mwako, ujue kwamba umechagua fungu gani katika maisha unayochagua. Wakati mwingine hatuelewi, tunatangaza kwa mdomo lakini moyo uko kwingine, na hiyo ni hatari sana. Hiyo unachomoa kalamu utakuandika, kumbe haina wino, utaandikaje sasa? Ule uelewa kwamba Yesu ninayemfuata kwa ukaribu zaidi atanishirikisha hayo ambayo amefanya, amepitia, lakini kwa neema zake nitavuka. Injili imemweleza Yesu akitembea juu ya bahari. Binadamu atembea juu ya bahari, akina bata huko wanatembea juu ya bahari, na baadhi ya wanyama, ndege fulani wanatembea juu ya bahari, wana miguu inayowezesha kukaa juu ya kutembea. Lakini sasa huyu ni binadamu, huyu ni Yesu ambaye ametumia fursa ndogo kabisa akatuonesha yeye ni Mungu, ni zaidi ya binadamu.
Wanafunzi walikuwa wapi? Walikuwa wakivuka bahari kwenda Kapernaumu, nako kumekwisha kuwa giza. Kumbe mwanga wa Kristo anaondoa giza, anaondoa giza la ufahamu, anaondoa giza la magumu mbalimbali na misukosuko mbalimbali tunaweza kupitia, au binafsi au katika maisha ya pamoja, kwenye ngazi ya shirika, jumuiya, hata kiulimwengu. Hata sasa hivi tunaonja hali ngumu sana ya maisha, kwa sababu kuna watu ambao badala ya kuongea juu ya kupeleka habari njema kwa watu, wanachoongea ni mambo ya kuharibu mambo mazuri ya miaka na miaka. Sasa walipokuwa gizani, walikuwa bado hawajafikiwa na Yesu. Bahari ilichafuka, ndio misukosuko ya maisha. Kwa kuvuma upepo mkuu ulivuruga mambo, yakaenda kwenye hali ya ngumu, na kwenye giza utafanya nini? Walivuta makasia, walipambana walivyoweza. Kwa kadri ya maili 3-4 hivi wakamwona Yesu anakwenda juu ya bahari na kukikaribia chombo chao. Sasa wangejua ni Yesu, wangemkaribisha kwa ukaribu sana, kwa upendo na furaha, lakini wakawa na wasiwasi, ni kitu gani hiki? Ni kioja. Wakaogopa. Naye akawaambia, ni mimi, msiogope. Huyo ndio Yesu anayekwambia ni mimi, usiogope. Wewe si mtawa, ni Mkristo, ni mtawa, anakwambia ni mimi, usiogope. Basi wakataka kumpokea chomboni, na mara hiyo chombo kikalifikia lengo lao, wakaifikiria nchi waliokuwa wakienda. Ndio injili ya leo. Ndugu zangu, tunapopitia misukosuko ya maisha, iwe ni ya binafsi au ya shirika au jamii, hata ya kitaifa na hata kiulimwengu, tuelewe kwamba Yesu yupo akituambia, ni mimi, msiogope. Ni mimi, msiogope. Sisi ni wafuasi wa Yesu mfufuka, Yesu mshindi, mwenye kutembea juu ya mawimbi ya bahari, mwenye kukemea pepo zikatulia, anayeweza yote, kwa sababu ni Mungu, tena Mungu ambaye kwa njia ya mwanaye ametudhihirishia ushindi. Pasaka tunayoadhimisha ndio kiini cha ile kauli mbiu yetu, Kristo tumaini letu. Kristo tumaini letu. Basi Yesu ameshinda. Haiko kaburini, haiko gizani, haiko kwenye uongo, mipango ya kupotosha haiko huko. Amefufuka yu mzima, amefufuka kweli. Haleluya! Amefufuka kweli. Haleluya, haleluya. Basi tunapoadhimisha na kusherehekea Pasaka, tuimarike katika ufahamu wetu wa wito na utume wetu. Tendo la Yesu kutembea juu ya bahari limewadhihirishia Wakristo kwamba Bwana yu na kanisa lake katika mawimbi ya nyakati zote, kwa ngazi zote. Na kweli katika historia ya kanisa mambo mengi yamekuwa tishio kwa imani. Imani imeshambuliwa, imevurugwa. Maadili ya Kikristo yameyumbishwa mahali mbalimbali, na usitawi wa kanisa pia umetishiwa kwa namna mbalimbali. Haya ni mambo ambayo yapo, bila shaka yameruhusiwa ili tuweze kuona jinsi gani tumtegemee Mungu. Tusijigambe kwamba sisi ndio wale tulioshinda, tuko mbele, umeshinda wengine wote. Hapana, sivyo. Mwenyezi Mungu hulilinda na kulivusha kanisa lake salama. Wayahudi wa Kiyunani na Wayahudi wa Kiebrania waliweza kutatua changamoto ya huduma kwa kufuata ushauri za mitume.
na hivyo kanisa likaimarika na kuenea kutoka Yerusalemu mpaka kufika Roma, na kutoka Roma kwa njia ya misionari Injili ikapelekwa kwa mataifa kama Yesu mfufuka alivyoagiza. Aliagiza, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Ni ushindi huo wa Pasaka. Kwa hiyo tokeni katika maficho, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwa namna gani? Mkiwabatiza wajue Mungu ni nani, Mungu mmoja, nafsi tatu. Wabatizwe kwa jina hilo takatifu, kwa maana ufalme huu utajengwa na wanaotamani njia ya utakatifu, njia ya ukamilifu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa hilo haitoshi kubatizwa. Tumsifu Yesu Kristo. Haitoshi nini? Wampige sana msalaba kwa nguvu kabisa. Nikaona hapa tuko vizuri, tuko pamoja. Naona basi katika hilo tumeambiwa haitoshi kubatiza. Kuna hatua inayofuata ili uelewe maana ya ubatizo, ili uweze kuwa kwa uelewa huo uwe tayari kuishi umoja na Baba, umoja na Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio akaongeza na kuwafundisha. Tukumbuke kwamba hili agizo anawapa wanafunzi aliokaa nao kwa miaka 3. Sasa anawaambia nendeni mkabatize, alafu mjipange kuwafundisha nini? Kuwafundisha yote niliyowaamuru ninyi. Aliowaamuru hao 12 waende sasa wakawaambia wanafunzi. Tengenezeni wanafunzi kwa njia hiyo, wafundishwe, wafundisha kuyashika yote niliyowaamuru, sio kuimba, kuyashika. Kwa sababu kwa kuyaishi hayo ndipo tunakuwa wafuasi wake. Na la 3, natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote. Hajatuacha. Hajatuacha. Yuko nasi mpaka ukamilifu wa nyakati wa dahari. Ndio mwisho wa Injili ya Mathayo. Kwa hiyo Yesu yuko nasi daima, anafuatilia usalama wako wewe sister. Anafuatilia usalama wako ili akulinde na kukuvusha salama. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, usiwe na uoga, usiwe na hofu. Hataki watawa wenye hofu na wasiwasi na mashaka. Hapana, be clear. Umeshafanya maamuzi, uyazingatie na uyapende hayo. Wakati wa vishawishi hayuko mbali nawe. Vishawishi vitakuwepo, ndio. Sasa hebu mkimbilie, ishike naye. Si tumaini letu huyo, yuko nawe. Wakati wa magumu yote hayuko mbali nawe, hakuachi kamwe. Kwa hiyo usikate tamaa na kufikiri ama kuhisi kwamba amekutelekeza. Ukimwamini kweli kwa dhati kwamba anakupenda na kwamba yeye ni mwaminifu na kwamba anakujali bila masharti yote yale, utamkaribisha kwa matumaini bila uoga wala kusita. Mtu asiyekaanza kuyumba na kwenda njia za ajabu ajabu ambazo hazieleweki za kidunia. Vivyo hivyo, kwa kumwona Yesu katika wengine, mashirika mengine, kwa kumwona Yesu katika wengine, hata wale ambao tunawahudumia, tunakuwa tayari kushirikishana vipaji, karama na hata muda, ili kuimarisha tuliyonayo na kujifunza kwa wengine ili tuboreke zaidi, na yote hayo kwa sifa na utukufu wa Mungu, kwa heshima na ukuaji wa kanisa na kwa wokovu wetu. Tunaombea usitawi wa kanisa mahalia
kupitia ushirikiano wa mashirika yaliyo jimboni, ili kwa umoja wao waimarishe imani ya Wakristo kwa mifano yao, kwa utume wao na mshikamano wao. Tunaombeeni neema hiyo idumu nanyi siku zote. Hongereni sana kwa jubilei ya fedha ya SUA. Tumsifu Yesu Kristo. Hongereni sana.